بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أحمد بن محمد الشيباني الحنبلي: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصحابة ومتومة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. sawa. Na mbora katika umma huu baada ya mtume wa umma huu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtu bora kabisa ni Abu Bakar Siddiq, sawa. Thumma Umar, kisha Umar, thumma Uthman, sawa. Anasemaje Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika lamia yake kwa maana hii? Kabla ya hapo tunazungumzia mlango wa masahaba. Kabla ya hapo, hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddati alqurba biha atawassalu wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinnama siddiqu minhum afdalu. Falawana ay na'am, hubbu sahabati kullihim li madhhabun, kuwapenda masahaba wa mtume wote ndio madhehebu yangu, na hii ndio madhehebu ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Tunawapenda masahaba wote wa mtume. Wa mawaddatil qurba biha atawassalu, na kuwapenda watu wa ndani ya nyumba ya mtume kwa ibada hii. Hii ni ibada, na ibada hii mimi natawassali kwa Allah tabaraka wa taala, kumuomba Allah nikidhi haja zangu kwa yale mapenzi nilionayo kwa watu wa ndani ya nyumba ya miongoni mwao waumini, sio jumla watu wa ndani ya nyumba ya mtume. Abu Lahab nani katika Ahlul Baiti? Wazi. Wale waumini katika Ahlul Baiti ndani ya nyumba ya mtume mimi ninawapenda, na kuwapenda kwangu ni ibada, ninatawassal kwa Allah tabaraka wa taala kwa ibada hii. Sawa? Walikullihim, na kila mmoja katika masahaba wa mtume, sawa, qadrun ala wa fadailu, wana daraja za juu, tena wana fadhila nyingi. Lakinnama siddiqu minhum afdalu, lakini Abu Bakar Siddiqi miongoni mwao ndio mbora zaidi kuliko masahaba wote. Na haya atakuja kuonyeshwa na dalili zilizokuja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na daraja hii. Miongoni mwa hizo illa tansuruhu, ikiwa kama mtaki kumnusuru mtume, faqad nasarahu Allah, hakika amekwisha kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Idh akhrajahu alladhina kafaru, pale walipomtoa wale waliokufuru katika mji wa Maka. Thaniya ithnaini, alikuwa pili katika wale wawili. Idh huma fil ghar, pale walipokuwa wawili katika pango Jabal Hira. Idh yaqulu li sahibihi, aliposema kwa sahaba wake. Kama upende Abu Bakar alikuwa ni sahaba bora mtume, futa aya hiyo. Tunaona vizuri. Idh yaqulu li sahibihi, aliposema kumwambia sahiba wake, na hapo tafuta tawili zote haziji ila Abu Bakar. Tunaona? Ai naam, la tahzan, usihuzunike Abu Bakari, inna Allaha ma'ana, hakika ya Allah yupo pamoja na sisi. Allah yupo pamoja na mtume na Abu Bakar. Tunaona? Ai naam, huyu ni Abu Bakar Siddiq. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu al-Fadhail ndani ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim pia anasema, law kuntu muttakhidan min ummati khalila, ningekuwa ni mfanyaji katika umma wangu rafiki kipenzi, la takhatu Aba Bakarin khalila, mimi ningemfanya Abu Bakari kuwa ndo rafiki yangu kipenzi. Wazi? Tunaelewana vizuri? Ai naam. Kwa hivyo anasema al-Imam Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani al-Hanbali, hawa watukufu watatu, wa kwanza Abu Bakari, kisha Umar, kisha Uthman. Nuqaddimu haula'i thalatha, tunawatanguliza hawa watu watatu, kama qaddamahum ashabu rasulillah, kama walipotangulizwa wao na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lam yakhtalifu fi dhalika, wao masahaba wa mtume hawako ikhtilafiana katika jambo hilo. Tuelewane? Wamekwenda kwenye Saqifa Bani Sa'ida, wameingia kwenye Saqifa ile, wamewakuta maansari, wamemchagua Sa'd ibn Ubada kuwa ndio amirul mu'minin baada ya kufa kwa mtume. Abu Bakar na Umar waliposikia jambo hilo, wakaenda wakawaambia kwamba tumemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam, hili jambo linakuwa kwa Makuraishi na nyinyi si Makuraishi,
sawa, nahnu al-umara wa antum al-wuzara, sisi ndo tutakuwa maamiri na nyinyi mtakuwa nani, mawaziri. Sawa. Umar akamnyanyua mkono Abubakar akamwambia, huyu mimi nakuridhieni kuwa ndo khalifa wenu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maanswari wakaridhia. Walipotoka pale wakaenda msikitini, watu wote waislamu msikitini wakaridhia kuwa nani, Abubakar ndiyo baada ya Mtume katika umma huu. Alipokuwa kwenye sakaratul maut Abubakari akatoa rai kwa waislamu kwamba mimi nawapendekezeni nani, Umar al-Faruq. Sawa. Na ni kweli watatu walikuwa, pili alikuwa nani, Umar al-Faruq. Waislamu wote wakaridhia. Mtu asije na hoja mbona Ali alikataa mpaka anakufa alikataa. Ni kweli Ali ibn Abi Talib akumbaya Abubakari bai'atul ula, lakini alimbaya Abubakari baadaye na amekaa chini ya taa ya uongozi wa Abubakari miaka miwili mpaka Abubakar anakufa. Ametoka hapo ameingia Umar katika utawala wake. Ali ibn Abi Talib amekaa katika taa ya Umar miaka 10. Anaridhia kwamba huyu ni amirul mu'minin. Alipokuwa kwenye sakaratul maut baada ya kuchomwa na Abu Lu'lu al-Majusi na kisu chake, Ali ibn Abi Talib anakuja katika kitanda chake Umar, anamwambia amirul mu'minin, mimi nilijua mwaka huu utakufa. Kwa nini wewe amirul mu'minin sasa hivi una miaka 63 na Mtume amekufa na umri wa miaka mingapi? 63. Abubakar amekufa na miaka 63. Mara nyingi mimi nilikuwa namsikia Mtume akisema Abubakar wa Umar, Abubakar wa Umar. Mimi nikajua tu wewe safari pamoja na masaiba wako wawili. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa radhi nao hawa. Na miongoni mwa matusi makubwa kwa Ali bin Abi Talib kumwambia Ali bin Abi Talib akuwa radhi na utawala huu. Hali matusi ya kumtia udhaifu na udhalili mkubwa Ali. Kwa nini? Yeye akiwa kama ndo amirul mu'minin kama mnavyosema, na nyinyi mnamsifu, miongoni mwa sifa zake alikuwa jasiri na shujaa. Ndio maana alistahili kuwa amirul mu'minin. Ujasiri wake na ushujaa wake ulikuwa wapi? Miaka 2 ya Abubakari, miaka 10 ya Umar. Haya ni matusi kwa Ali. Anafaa vipi kuwa amiri? Kaporo utawala wake miaka 12. Ameweka mikono nyuma tu hivi, anaenda tu atembea ndani ya mji wa Madina. Hana nguvu, hana la kusema. Tunaona vizuri. Sasa hii mtu akiona kama ni sifa, hii ni madhama kwa Ali ibn Abi Talib. Tunaona vizuri? Tayeb. Baada ya hapa masahaba ahlul hal wal aqd ambao Imam Ahmad ametaja hapa chini wakaingia katika mjadala kwamba ni nani baada ya Ali. Sisi tunakubaliana baada ya Umar. Sisi tunakubaliana 10 al-mubashirin lahum bil janna, wote wanastahili kuwa makhalifa. Wote. Hakuna mmoja dhidi ya mwingine. Wote walikuwa wanastahili kuwa makhalifa. Na wa kwanza tunamtanguliza na Abubakar, na Waislamu wakakubaliana juu ya hilo. Wa pili akawa Umar, na Waislamu wote wakakubaliana juu ya hilo. Gogoro likaja hapa, watatu ni nani? Ahlul hil wal aqd, hawa 10 al-mubashirin lahum bil janna, wakakaa kufanya munakasha. Akakabidhiwa kazi hiyo nani? Abdurrahman ibn Aufi, apite kwa Waislamu kuchukua rai wanasemaje kati ya nani na nani. Na kwa sababu wao ndio walipewa dhima hiyo, mwisho wote wakahukumu kwamba ni nani? Uthman. Ali bin Abi Talib alishirikiana nao bega kwa bega, akakaa chini ya utawala wa Uthman miaka 13. Tuelewane? Kisha mbora katika hawa wanne ni Ali bin Abi Talib. Tupo pamoja hapo? Asio itikadi hizi. Sikiliza maneno ya Ali ibn maneno ya al-Imam Yahya ibn Ma'in. Sawa? Anasema Yahya ibn Ma'in, man qala Abu Bakr wa Umar wa Uthman, yule mwenye kusema Abu Bakari kisha Umar kisha Uthman wa Ali, kisha wanne wake ni Ali, wa urifa wa arafa li Ali sabiqatihi, akamtambua Ali kule kutangulia kwake kwamba yeye ni katika hawa wanne. Sawa? Wa fadlahu, akakiri zile fadhila za Ali ibn Abi Talib kama alivyokiri za wengine. Fa huwa sahibu sunna, huyu ndio mtu wa sunna. Kinyume chake usipokwenda hivyo si mtu wa sunna. Maneno hifadhiwe, inshallah. Allah akiwafikisha uenda kalima ya mwanzo kwanza nayo kwa darasa la kesho hapa ni maneno haya. Tuelewana vizuri Tayeb. Kwa hivyo akasema al-Imam Ahmad, thumma ba'da haula'i thalatha, kisha baada hawa watatu ashab shura al-khamsa,
ni wale watu watano ambao wanaingia kwenye shura ya kujadili mambo ya umma wa Kiislamu. Watu watano ambao wanaingia kwenye shura ya kujadili mambo ya umma wa Kiislamu. Tuelewana? Ali ibn Abi Talib wa kwanza wao, wa Zubair ibn al-Awwami, tuelewana, wa Abdurrahman ibn Auf wa tatu huyo, wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa nne, wa Talha ibn Ubaydillah wa tano. Tuelewana? Naam. Hawa wote watano kama anavyosema Imam Ahmad, kulluhum, wote miongoni mwao, yasluhu lilkhilafa, wanafaa kuwa makhalifa. Hawa watu walikuwa 10. Mbona idadi yao hapa watakuwa nani? Watakuwa nani? Wengine wawili nani nani? Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah ambaye alikufa kabla yao, na Said mwingine wa pili, Said ambaye pia alikufa kabla ya hawa. Kwa hiyo hawa waliobaki ndio wale ambao waliishi muda mrefu, na hao ndio wakawa wanastahili kuwa na nini. Umar ibn al-Khattab anasema katika sakaratul maut, angekuwepo Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, mimi ningewaambieni khalifa yenu baada yangu ni Abu Ubaida, na Allah angenisimamisha kwa kuniuliza swali juu ya hilo, ningesema hivi, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, likulli ummatin amin, kila umma una muaminifu wake, wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida, amini wa umma huu, muaminifu wa umma huu ni Abu Ubaida. Lakini bahati qadari ya Allah ametangulia Abu Ubaida katika rehema ya Allah tabaraka wa taala. Kwa baada ya kuwa maneno ya wazi haya tazkia Abu Ubaida yameondoka, mimi sijui kati ya Uthman na Ali ni wachaguleni na, lakini hao wote wanafaa kuwepo baada yao, kati ya Uthman na Ali. Tuelewana? Naam. Rai ya Uislamu ikawa mwanzo katika sura kama hii ni nani, lakini Waislamu wakakubaliana baadaye kwamba ni nani? Watatu ni Uthman, halafu wanne anabakia kuwa ni Ali ibn Abi Talib. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadith ibn Umar, sisi tunakwenda katika jambo hilo, ili jambo la kuwatanguliza hawa katika hadithi Abdullah ibn Umar ambaye imetajwa na Imam Ahmad, hata ikaja Imam al-Bukhari katika kitabu al-Fadhail, pia kaitaja Imam Tirmidhi, na akaisahisha riwaya hiyo al-Imam al-Albani. Wanasema masahaba, kunna na'uddu, tulikuwa tunazingatia, wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hayyun, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwa hai, tulikuwa tunazingatia sisi, wa ashabuhu mutawafirun, na masahaba wa Mtume wakiwa wametawanyika wengi bado, tulikuwa tunazingatia Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskut. Tulikuwa tunasema Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha tuna nyamaza. Ziada hii ya thumma naskut ni ziada shadha, sawa? Wanawazuoni wengi wameitia dosari kwa sababu wengi wao hawajahitaji ziada hii. Kwa hiyo tulikuwa tunamtaja Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha nani? Ali. Imekuja ziada ambayo ametaja al-Imam Tabarani katika mujamu wake, anasema fayasma Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhalika, akawa nasikia hili neno kutoka kwa sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fala yunkiruhu, lakini alikuwa tupingi. Ni sunna takriria hii kuwapanga katika utaratibu huu, sababu tulikuwa tunafanya hivyo na Mtume yuko hai na alikuwa anatusikia mwenyewe tunasema hivi, na Mtume ananyamaza tu. Maneno Abdullah ibn Umar haya tuelewana vizuri. Na hivi ziada ibn Maini kunna na'uddu, tulikuwa tunazingatia, wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hayyun, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuko hai, wa ashabuhu mutawafirun, na masahaba wa Mtume wamekusanyika pia, wapo wengi. Tuelewana? Tulikuwa tunazingatia Abu Bakari, thumma Umar, thumma Uthman, kwa kwanza Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman. Tuelewana? Ziada hii imekuja thumma naskut, kisha tukawa tunanyamaza. Na tunasema ziada hiyo ghairu mahfudha. Wa zada at-Tabarani, akazilisha al-Imam at-Tabarani, fayasma'u Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhalik,
akawa analisikia hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fala yunkiruhu, lakini Mtume alikuwa alipingi. Sawa? Muda unaturuhusu? Kisha hapo kisha tutakuja katika kipande thumma baada dhalika ashabu shura. Mlango huu naomba tuende kwa makini sana, taratibu. Tuende taratibu mpaka tuelewane, kwa sababu mlango huu katika vitu muhimu mno katika manhaji ya salafu saleh, daraja hili, tabaka hili. Tabaka hili ukielewa vizuri unaweza ukawa usalafi wako unanyoka. Usipoelewa vizuri tabaka hili utakuja sana. Na ahlul ilmi wote kwenye kutubu la aqida wameweka jambo hili la masahaba kuonyesha ni sehemu ya itikadi. Wazi naam. Amir ibn al-Jarrah. Amir ibn al-Jarrah. Naam. Huyu hapo mtaja Said, ngoja tumlete jina lake. Wote walikuwa Makureish. Wote walikuwa Makureish. سبحانك الله. نعم يا أخي. يعني شورى جنانا مباشرين جنة. Hapana, shura ile kukaa kikaa moja taarifa ya imani au tafsiri. Wao nasema imani ni kutamka tu kule au kusadikisha tu ndani ya moyo. Ukikubali kwamba huyo Allah yupo basi ni muumini. Tena ni kamili imani. wanaingia katika hukumu wanasema katika hukumu tulizozungumza. Watu wote wasiokuwa na imani kama hivi ilivyoelezwa na Ahlus Sunna wal Jamaa wanaingia kwenye makemeo haya yote. Elewana? Ndio maana ahlul ilmi wakawa kali sana kuifahamu imani kama vile ambavyo imejulishwa na Qur'an na Sunna. Tayeb. يقول الإمام أحمد ابن محمد الشيباني في أصول السنة ثم من بعد أصحاب الشورى سواء ثم من بعد كيش بعد هوا أمو أمتنغلية أصحاب الشورى سواء ni wale watu ambao wanaingia kwenye shura ya umma wa Kiislamu au shura ya jambo la Kiislamu. Hawa watu wanaitwa kwa lugha nyingine ahlul hilli wal aqdi. Ahlul hilli wal aqdi, wao ndio wenye kufunga na kufungua jambo la umma wa Kiislamu. Wao wakisema ndio itakuwa, wakisema sio haitakuwa. Sawa? Tayeb. Kwa hawa walitumia fursa makhawarij walipokwenda wakamuua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Walipotoka zao Madina wakaenda zao Kufa, wakaenda kumwambia Ali ibn Abi Talib. Wakati huo huku Madina wamemchukua Talha ibn Ubaidillah na Zubair ibn al-Awwam ambao ndio waliobakia katika al-hill wal aqd. Ukimtoa Ali ibn Abi Talib ambaye yupo Kufa, wakawashikia panga kwamba semeni Ali ndio amirul mu'minin. Sawa? Wakatoka pale wakaenda zao Kufa, wakamwambia Ali, wewe ndio amirul mu'minin. Sisi tumetoka Madina, wakina Talha na Zubairi wanasema wewe ndio amiri. Na ni kweli Ali alikuwa na haki ya kuwa amiri, lakini kwa kauli ya makhawarij hasha lillah, ilikuwa umma wa Kiislamu ndio mpitishe, na mwenye haki katika wale waliobaki kuwa khalifa kwa Uislamu alikuwa ni Ali bin Abi Talib. Kwa pamoja kwa sahihi. Lakini baadaye habari ikaja kuvumbuka kwamba si kweli wale mabwana walisema hivyo, na kama walisema hadi yakuwa tanga zipo shingoni kwao. Kwa pamoja hapo. Naam. Abu Abdurrahman, mara huyo tofauti kati ya intikhabati wa shura. Intikhabati kama inavyoitwa, unakusudia hii ya demokrasi? Intikhabati ya demokrasi ni kumchagua kiongozi kwa njia ya rai ya wengi watu. Kumchagua kiongozi kwa njia ya wengi watu. Ama shura ni masala kukaa watu maalumu ambao wanakuwa na amana na umma, wao ndio wanapitisha jambo la Kiislamu. Inawezekana wakapitisha kwa njia ya rai tu, inawezekana wakapitisha kwa njia ya kura. Wazi. Lakini kura hii usinasibishe na kura hii. Hawa watu wamejitangaza kwa watu
wamejitangaza kwenye jamii kwamba wao mambo yao yatapitishwa kwa rai ya watu wengi. Lakini billahi alayka, hebu niambie nchi gani ambayo imechaguliwa rais kwa rai ya watu wengi kwa haki kabisa dunia hii tunayoishi nayo? Unafahamu? Utakuta takwimu za uandikishaji wa kura zinaonyesha 70% watu wamejiandikisha. Zikienda kupigwa kura wakaona mtu wao haieleweki kushinda, utakuja kuona takwimu zinaonyesha 80% ndio waliojiandikisha. Hii 10 imetoka wapi? Usiulize. Ilicheka wakati fulani uchaguzi wa mwaka 2005 nipo Tanga. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Nuru Diwani anagombania ubunge kwa tiketi ya CUF. Upande wa CCM yupo huyu alikuwa waziri wa sheria mwishoni wa Mapacho. Anagombania kwa upande wa CCM. Ilikuwa anafanya kampeni wale watu wa CUF wale kama anafanya kwenye njia panda kama hapo. Barabara hizi 4 zote zinafungwa zitumike. Akifanya ule CCM watu wanakuwa idadi kidogo tu kama 200 300 mpaka mwenye chukia anaanza kuwatukana watu wa Tanga. Mnasema watu wa Tanga si waleteni maendeleo, akawazungumza maneno machafu. Anawatukana. Walipokuja kupiga kura, walipohesabu kura, vyama vilikuwa vingi mnafahamu. Lakini kura za watu wa CCM na CUF zilizidi idadi ya watu waliojiandikisha. Ujahesabu za vyama vingi. Yule bwana ni mfanyabiashara Mombasa. Mfanyabiashara Mombasa, mambo ya meli sio nini, akaenda mahakamani kufungua kesi. Sasa habari za mitaani ambazo inawezekana ni sahihi au sio sahihi. Ile kesi ilikwisha hewani. Sasa watu wa mitaani wanasimulia watu wa mitaani ambapo sipebi masuli ya maneno haya. Wasema aliambiwa hivi, unataka biashara au unataka siasa? Kama unataka siasa, ingia kwenye siasa, zile biashara zako zote tusifungie. Sawa? Unataka biashara, nenda kafanya biashara zako. Tena mabruk. Nenda na biashara zako vizuri, tuachie mambo ya siasa. Tuelewana? Sasa hii ndio siasa, democracy. Shura ya Uislamu ina amana. Shura ya Uislamu inajua kuna masuala mbele ya Allah kwenye mambo kama haya. Wazi Tayeb. Tuelewana. Sasa hapa tunasema hivi wa Muislamu bora baada ya mtume ni Abu Bakari, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Ukishatoa hao wanaofuata hapo ni nani? Ahlus shura 10 almubashirin lahum bil janna. Sawa? Ukiwatoa hao ahlu badri, sawa, watu wa badri kwa ujumla ndio wanakuwa daraja la 3. Lakini katika watu wa badri wanaotangulizwa almuhajirin, wale waliotoka Maka kuingia Madina, muhajirin, hawa ni daraja juu zaidi katika watu wa badri. Wazi? Thumma ahlu badri min al-ansari, kisha daraja ya pili ni watu wa badri katika maansari. Hawa wote wanakusanyika katika daraja ngapi? Ya 3 kwa ubora. Tuelewane? Tueleza vizuri. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Hawawi sawa miongoni mwenu wale ambao wametoa mali zao kabla ya Fathu Makkah, ambapo tayari Uislamu ushakuwa na nguvu Fathu Makkah. Alafu wakapigana vita. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Hawawi sawa na wale ambao wametoa mali zao baada ya Fathu Makkah halafu pia wakapigana vita. Hawawi sawa. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Lakini wote hawa wawili Allah amewaandalia pepo. Wote wawili. Wale wa mwanzo na wa pili, lakini hawa wa mwanzo daraja zao ni za juu zaidi. Sasa hawa kwa sababu wametoka zao Makkah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wameacha mali zao, wameacha wake zao, wameacha watoto zao kwa ajili ya kwenda kuinusuru. Hawa watakuwa na daraja juu zaidi kuliko wale walioandaa makazi. Sababu hata kabla kuandaa makazi hawa, wengine walienda zao Habasha, kwenye nchi ya ugenini, tena kwa makafiri. Tuelewana? Hawa watakuwa na daraja juu zaidi kuliko wale wa. Na huu ndio uadilifu wa Allah tabaraka wa taala, kiasi ambacho anamlipa kila mtu kutokana na juhudi aliyofanya. Tuba moja hapo. Naam. Min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ala qadri alhijrati, kulingana na kule kuhama kwao, wasabiqati, na kule kutangulia kwao kuingia ndani ya Uislamu, awalan fa awalan, wa kwanza kisha anafuata. Tumeelewa hapo? Kwa nini hawa ahlu badri
wa Maka wanatangulizwa zaidi kuliko ahlu Badri wa Madina kwa sababu ya kule kuhama kwao na kule kuanza kusilimu kabla watu wa Madina. Hawa wamesilimu mwanzo halafu wamehama. Ule usilimuji wa mwanzo ulikuwa na mashaka makubwa kuliko usilimuji ambao wamekuja kusilimu watu wa Madina. Na hawa wote ukiangalia Qur'an kwa umakini, Allah tabaraka wa taala ametupanga vizuri mno, na usipotaka hapo basi ujijue kabisa hukumu yako imekwisha kutangulia. Allah tabaraka wa taala anasema katika suratul Hashr, lilfuqara'i من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. hawa mwanzo aya yao imehitimisha hivyo, hawa ndio wa kweli kwa ajili ya mafakiri katika muhajirini ambao wametolewa kwenye miji yao, wameporwa mali zao, afu wana lengo la kumnusuru Allah na mtume wake. Sawa, hawa ndio wa kweli. Hii tabaka ya kwanza. Akaitaja tabaka ya pili, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, na wale ambao wameandaa nyumba kwa ajili ya imani kabla ya hawa. Yuhibbuna man hajara ilayhim, wana mapenzi makubwa kwa wale waliohama kuhamia kwao. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wao wanapendelea wenzi wao dhidi ya nafsi zao japokuwa ni mafakiri na wana haja kile wanachokitoa. Sawa, waman yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Allah kaitimisha hawa muhajiri ansari kwa jina kwamba hawa ni muflihun, wenye kufaulu. Tabaka mbili zimepita hizo, ikaja tabaka ya tatu, walladhina ja'u min ba'dihim, lakini wale waliokuja baada ya hawa. Yuhibbuna man yaqulun, wanasema rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wanasema Allah tusamehe sisi pamoja na ndugu zetu waliotutangulia katika imani, muhajirina na ansar. Mbona Allah alipotupanga hapo? Tayib, wewe upo wapi katika hao? Abu Bakar wa Umar kafirani, kafiri wa kwanza wewe. Tuelewana vizuri, Allah amewapanga waja wake kwenye tabaka hizo tatu, muhajirin, ansari na wale waliokuja baadaye. Wao maneno yao kwa hawa waliotangulia ni kutaka msamaha kwao na kwa wanzi wao waliotangulia kwenye imani. Wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu, usiweke katika nyoyo zetu kifundo juu ya wale waumini wa mwanzo. Hii ni tabaka ya tatu. Sasa wewe ukitaka tabaka hii kuwa na tabia hizi zilizotajwa ndani ya Qur'an, kwa pamoja hapo utakuwa ni katika wale ambao wamefaulu. wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah amewahitimishia hawa kwamba wao wanataka rahma ya Allah na rafa ya Allah, wanataka rahma, huruma ya Allah na upole wa Allah tabaraka wa taala. Hawa ni tabaka la tatu. Tu pamoja hapo. Tayeb. Naam. Na kauli wanasikia wanatamka mashehe ya kawaida ya watu kwamba wewe umeanza kusilimu juzi, uweze kushindana na mimi ambao nisilimu na mwingi kwenye ibada. Hapana. Sabiqatul Islami kwa zama hizi haina tafadhili kwa maana kwa hali kama hii. Hawa waliofadhilisha kwa sababu ya kuwahi kusilimu kabla, hawa wana daraja yao. Wakati huo mazingira ya imani yalikuwa mazito. Lakini mtu unaweza kusilimu leo ukawa umepata fiqh katika imani, wewe unakuwa ni bora kuliko wale waliosilimu muda mrefu. Sawa? Na kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi kwamba yule mtu ambaye amesilimu alafu akapata fiqh ya dini, huyu ni bora zaidi kuliko wale waliosilimu afu akawa ni jahil. Wazi tayeb. Thumma afdalun nasi, kisha watu bora kabisa baada haulai ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu bora kabisa baada hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alqarnu alladhi bu'itha fihim. Sawa, ni wale watu ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amepelekwa kwao, au ni wale watu ambao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipelekwa kwao wao. Yani hapa anakusudia al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Hanbali kwa qurunul mufaddala, hawa ndio watu bora. Kwa tabaka zetu zipo hivi: Abu Bakar, Umar, Uthmani, Ali. Alafu hawa waliotajwa, alafu mwisho kwa ujumla masahaba wote kwa ujumla. Sawa? Kisha baada ya masahaba wale waliopokea elimu kutoka masahaba. Kisha baada hawa ni wale waliopokea elimu kutoka kwa wale waliopokea elimu kutoka masahaba. Mlango umefungwa hapo. Sisi wengine tuliobaki huko tunagusagusa kidogo, walladhina tabauhum biihsan.
walladhina tabauhum biihsan, wale waliowafuata wao kwa wema. Na hapa ndio linakuja neno moja tu ambalo sio shiari, sio sera za chama cha siasa, ni iqtida wal ittiba as-salafu. Tuelewana? Wema waliotangulia, sio sera za chama, sio sera za chama. Tutakupima wewe salafu kwenye akwali zako, kwenye amali zako, namna gani unaathiri jili ya mwanzo katika maneno yako, muamala wako na da'wa yako na kila kitu chako. Ama salafu kwa njia hii ya sera za chama, kwamba bwana salaf halafu wewe na usalafu wenyewe upo mbali mashariki na magharibi, haya mambo yapo dhidi yako na utakuja kujuta siku ya siku. Sawa? Kullu yad'i waslan bi Layla wa Layla la tuqirru lahum bidhaka. Sheikh Al-Albani alikuwa anakariri sana maneno haya. Kila mmoja anadai yeye ana uhusiano na Layla, lakini Layla hawakubali. Tuelewana? Tayeb. Kwa hiyo sio masala sera za chama, ni masala ittiba wa madha wal iqtida. Wewe unafuata vipi ile generation ya mwanzo, kwa sababu ndilo lililotajwa hili walladhina tabauhum biihsan, wale ambao wamewafuata wao kwa wema radiyallahu anhu. Radhi za Allah zipo juu yao. Kwa moja hapo. Na sasa shabab, kinachotakiwa watu wajue salafu saleh waliishi vipi, walitaamali vipi, walifanya dini yao kwa mtindo gani. Lakini mtu kukaa tu na sera salafu, matokeo yake leo watu wa Jamaatul Islamia nao wanajiita masalafu. Said Kutubi pia anajiita salafu. Na mtu mmoja amempiga radi, ameandika hal hadhihi min as-salafiyya, je huu nao ni usalafi? Akaleta masalibu Said Kutubi. Kwa hiyo ikawa kwa sababu ni musamma mzuri, basi kila mmoja anaungangania. Atakayenufaika na msamiati huu ni yule ambaye ameishi kama walivyoishi wao. Thumma mimi natahadharisha nafsi yangu na pamoja kutahadharisha wewe. Allah amegawa tabaka ngapi? Muhajirin, Ansari, alafu wale waliokuja mtazamo wao pia kautaji. Sawa? Na Allah amesema kwamba wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum. Haya maneno ni changamoto na ni tahadhari kubwa kwa wale wote ambao wanakhalifiana na mwenendo. Tuelewana vizuri. Ukisema hapana, mimi nitakuwa Muislamu tu, Uislamu ambao umetajwa kwa wema ni Uislamu huu, kinyume na Uislamu huu hakuna khair. Tuelewana? Kinyume na Uislamu huu hakuna khair. Sasa wewe uko na matatizo, mimi sijiiti salaf, mimi nitakuwa Muislamu tu. Naam, kwa maana kujiita sio tatizo, lakini kwa nini unapinga kujiita salaf? Kwa nini? Ni jina baya, ni msamiati wa mwingine. Sasa mimi naogopa bwana, nikisema hivi nitakuwa na tazkia. Tutakuchukulia maneno yako kwa ihtimali nzuri, lakini bado haupo sawa sawa, na utakuwa sio sawa sawa zaidi, kwa sababu maneno hayo sio watu wa haki. Watu wa batil wanapopinga manhaji salafu saleh wanatumia ibara kama hizo. Sasa ukijifananisha na watu wabaya, utakuwa na hukumu ya watu wabaya. Tuelewana vizuri? Tayeb. Kwa hiyo wale wote ambao wanafanya nikara katika msamiati huu, basi wajijue kwamba wao watakwenda kupata mazingira mabaya mbele ya Mola wao siku ya kiyama. Sawa? Kwa sababu Uislamu uliokuwa salama, na mtu yoyote mwenye akili timamu anakiri hilo. Hivi kuna Uislamu kama zama za masahaba? Ukitaka hizza ya Uislamu ni zama za masahaba. Ukitaka utamu wa kufanyia kazi Uislamu, wamefanyia kwa utamu zaidi masahaba wa Mtume. Unachokipinga wewe ni kitu gani? Kujiita salaf. Mtume amejiita salaf. Naima salafu ana laka. Tuelewana? Mimi tulipoingia mlango huu nikawaambieni kwamba mlango huu muhimu mno. Mlango huu ndio njia panda ya peponi na motoni. Wanasema ahlul ilmi, tabaka la Uislamu, kuonyesha njia ya kwenda kwenye Uislamu na kwenda kwenye ukafiri, ni masahaba wa Mtume. Atakaye waajidi 100%, huyu anaenda kwenye njia ya Uislamu. Atakaye kuwa na ikhtilafu nao wa masahaba wa Mtume, huyu ataangaliwa ikhtilafu yake ipo katika hatua gani. Yule ambaye anapinga tabaka hili moja kwa moja, huyu ni kafiri murtadi, hana Uislamu. Tuelewana vizuri? Wallahu musta'an.
katika hawa mubashirina fi janna mtajwa hapa ashabu shura 5 nafahamu na walowaki wengine hawa khalifa wanne huyu watano anayemalizikia kuwa wa 10 ambaye alikufa kabla yeye anakula au wote watakusanya sehemu moja. Wakisema al-ashara mubashirina lahum bil janna au katika ahlu shura au ahlu al-hil wal 'aqd wanakusudiwa ni hawa watu 10. Sawa? Ukisema Abu Ubaida ni kwamba mtume amekufa kabla Abu Ubaida, ina maana naye alifanya kazi kidogo na zama za Umar ibn al-Khattab, sababu amekufa zama za Umar Abu Ubaida. Zama za Umar ibn al-Khattab alipokwenda kufanya fathu ya Sham, kamanda wa jeshi tokea amekufa mtume, utawala Abu Bakari mpaka sehemu utawala Umar, kamanda wa jeshi ni Khalid ibn al-Walid. Kuanzia mwaka wa 5 mtume aliposema ni Saifullah Maslud, panga la Allah limechomolewa, ukamanda wa jeshi ya Kiislamu kunao Khalid ibn al-Walid mpaka wakati wa Umar alipoenda kufanya fatu Sham, akamuuzuru Khalid ibn al-Walid, akamgia ukamanda nani? Abu Ubaida. Alipojua bwana, vipi bwana Umar, mbona inakuwa hivi? Sema hapana, mimi nawahurumia walimwengu, sababu vita naopiganisha Khalid ibn al-Walid nzito sana kwa walimwengu. Sasa nimewapa tafsiri kidogo, kamanda mkuu atakuwa huyu, pamoja na kwamba kamanda mpiganishaji bado ni Khalid. Huyu kidogo atakuwa na rahma. Khalid vita vyake ni vizito. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah bado alikuwa hai mpaka zama za Umar, na alifanya kazi kubwa na pamoja na hao. Lakini mpaka Umar anakufa tayari Abu Ubaida alikuwa shatangulia. Sawa? Na tabani itakuwa ni dalili ya kuombea dua. Tukitumia lugha kwa rehemu inakuwa na maana nyingine. Ni dalili ya kuombea dua ndugu zetu waliotangulia. Na dua hizi tunawaombea wakati tunawazika, wakati ule maandalizi ya mazishi. Kama ile swala yao ni dua. Wakati ule tunaenda kuombea kuwazika. Tukimaliza kuzika pia pana dua. Wakati unapofanya ziara makaburini pana dua. Sawa? Hizi ni dua. Wakati huo pia inajuzu hata kwenye dua zako za kawaida ukaombea ndugu zako waliokufa wakiwa wanastahili kuombewa. Wapi na? Na. Ndio mwisho alitaja Saidi Mullah. Saidi Bunani, jina lake dogo linanitoka. Nitakutajieni inshallah. Naidi leo lakini leo kidogo mazingira hivyo. Naam. نعم السلف أنا لك حديث مولانا في مسلم. نعم نعم السلف أنا لك. أنا منبيع عثمان ابن مدعون. نعم السلف أنا لك. سلف بورة kabisa mimi kwa kweli. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Haya yote kwangu mimi ni mepesi tu. Wao wanataka fatwa. Haya yote kwangu mimi mufti hayana matatizo kwa Islam. Naam. ثم قال الإمام أحمد بن محمد الشيباني الحنبلي. وقبل ذلك tulikwamia katika jina la Said. Huyu Said ni katika watu ambao yani tunapowataja wale 10 al-mubashirin lahum al-janna wenzake wote ni maarufu mno kuliko Said. Lakini usahihi wake ni kwamba jina lake anaitwa Said ibn Yazid. Said ibn Zaidi sio Yazid. Ibn Zaidi ibn Amri ibn Nufaili. Said ibn Zaidi ibn Amri ibn Nufaili al-Qurashi al-Adawi Abu al-A'war. Kunia yake Abu al-A'war. Na wanasema kwamba ana uswihiri, ana ukwe na Umar ibn al-Khattab al-Faruq kwa dada yake Fatima bint al-Khattab. Ana uswihiri na Umar ibn al-Khattab kwa sababu nisba yake pia mnaiona hapo al-Adawi, na ndio nisba ya Umar ibn al-Khattab al-Adawi. Tunaona kabila al-Adawi. Anaitwa Said
ibn Zaidi ibn Amri ibn Nufaili. Sawa, al-Qurashi, Mquraishi, al-Adawi, katika kabila al-Adawi kama kabila Umar ibn al-Khattab. Abu al-A'war, Abu al-A'war. Yeye na baba yake wote wale walikuwa masahaba. Na tajuma baba yake katika wazee ambao walitoka Makka kwa ajili ya kukimbia ule ushirikina watu wa Makka, akaenda zake masafa ya mbali kwenda kutafuta dini, ni huyu mzee nani? Mzee Zaidu ibn Amri ibn Nufaili. Sawa, baba yake mzazi wa nani? Said. Katika wazee ambao walikwenda kutafuta dini, wakahangaika wakakuta unasara, wakakuta umechafuliwa, wakauchukia pia unasara. Wakaenda wakaukuta Uyahudi, wakakuta nao umeshachafuliwa, wakauchukia Uyahudi. Wakabaki kuomba Allah katika mashairi aliyokuja, anamuomba Allah, huyu baba anamuomba Allah amjulishe dini ya Nabiiullah Ibrahim, lakini bahati mbaya sheria ya Nabii Ibrahim haiko tena kwenye mgongo wa ardhi, imeondoka. Akawa anapata tabu mpaka akatumwa mtume, akamfuata, akamwamini. Baba yake nani? Saidi mtoto mtu ni katika wale watu 10 waliopewa bishara pepo katika dofa moja, kwa mara moja kwenye jilsa moja. Mtume akabashiria kwamba nyinyi ni watu wa peponi. Sawa, hadithi ambayo ipo katika sunani. Abu Bakarin min ahli aljanna, Umar min ahli aljanna, Uthman min ahli aljanna, Ali min ahli aljanna, Zubair min ahli aljanna, Talha min ahli aljanna, Sa'd min ahli aljanna. Mtume akagawa pepo, alipofikia kwa Sa'id ibn Zaid akakomea. Sawa, ndio maana wakaitwa al-asharatu al-mubashshirina lahum bil janna, watu 10 waliobashiriwa kuingia peponi. Je, wengine wakubashiriwa peponi? Walibashiriwa kuingia peponi, lakini sio kwa dufa moja kama hii. Wazi yako? Nasari Aha. sema nikazipitia na kuandika infarada hadithi. Infarada bihi al-Bukhari مثلا. Infarada. Ndio. Infarada bihi al-Bukhari kwa mfano. Amejipokesha kuitaja hadithi Imam Bukhari. Ina maana kwamba hadithi hii huwezi kuikuta kwa mapokezi kama yale kitabu chochote, au kwa matini kama ile kwenye kitabu chochote isipokuwa Bukhari. Na kuna wakati mwingine kuna infaradi ya sanadi. Sawa? Infarada bihadha sanadi al-Imam al-Bukhari, amejipokesha kwa sanadi hii Imam al-Bukhari. Unachukua hadithi sahihi. Tayeb, ni hadithi sahihi. Infaradi kama hiyo haitido sahihi katika hadithi. Yani hapo kana kwamba una ishara ya mlango wa ahadithu ahad. Sawa? Msimamo sahihi wa ahlus sunna wal jamaa, ahadithu ahad muda wa kuwa sakuwa zina sanad muttasil na imamu wake ni maimamu thiqa. Hadithi ahad ni hujja fi aqaid wa fi ghairiha. Na Imam al-Bukhari kumshoni kabisa Sahih Bukhari ameweka mlango wa kuwapiga radi hawa watu wanaopinga hadithi ahad kwa ni hujja. Kitabu ahadithi ahad. Tunaona? Naam. Tutakuja kukutana nao, Allah tujalia wa hamina uzima. Qala thumma ba'da ashabi shura, kisha baada watu wa shura, ahlu badrin min almuhajirin, watu wanaofuata kwa ubora ni watu wa Badri katika muhajirin. Sawa? Thumma ahlu badri min al-ansari, kisha ahlu badri katika ansari, min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ala qadri alhijrati wasabiqati, kulingana na kule kuhama. Ubora huu wanaupata kutokana na kule kuhama kwao, pamoja na ubora wa kutangulia kusilimu. Sawa? Mtu wa kwanza kusilimu ni nani? Abu Bakar as-Siddiq. Riwaya za kumtaja Ali kwa maana katika watoto, na riwaya za kumtaja Khadija kwa maana katika wanawake. Sawa? Lakini kwa itlaqi ya al-musabaqa au as-sabqu ni Abu Bakar as-Siddiq. Akasema awalan fa awalan, yani tabaka na ubora masahaba mmoja baada mwingine, tukio baada jingine, kwa sababu tukio kubwa kabisa ni kwanza kusilimu. Kwa hiyo walioanza kusilimu ni bora, na tukio kubwa kabisa katika matukio ya umma wa Kiislamu kwa ujumla ni tukio la Badri, ambapo hapa ndipo panapoitwa Furqan, upambanuzi wa haki na batil umepatikana kwenye vita vya Badri. Kwa hiyo wale walioshiriki kwenye Badri hawa wana daraja ya juu zaidi kuliko, na katika walioshiriki Badri muhajirina wanapewa nafasi zaidi kuliko ansari. Kwa nini wanapewa zaidi nafasi muhajirina kuliko ansari?
kwa kule kutangulia kwao wao kusilimu. Wao ndio wameanza kusilimu kabla maansari, alaysa kadhalik? Aina. Thumma afdalu nnasi, kisha mbora katika watu, baada haulai, baada hawa waliotajwa ahlul badri, baada ahlul badri, ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sawa, ni masahaba wa mtume Muhammad kwa ujumla. Lakini hapa Imam Ahmad bin Hanbali amefanya ijma, amekusanya. Sawa, amekusanya bila tafsiri, lakini usahihi ni hivi: baada watu wa Badri, watu bora ni watu wa Uhud. Baada watu wa Uhud, watu bora ni watu gani? Watu wa Bai'atul Ridwan. Sawa, inakwenda namna hiyo kwa matukio kama alivyojipanga kwa mujibu wa tarehe mpaka mwisho wake. Sawa, na watu ambao wamesilimu wakashiriki jihadi kabla ya fath, hawa ni bora zaidi kuliko wale ambao wamekuja kushiriki baada ya fathu, na Qur'ani inaeleza hivyo. Tuelewana? Kwa hiyo matukio yanakwenda kwa namna hiyo kwa mujibu wa tarehe mpaka mwisho wa kuondoka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tabaka la maswahaba kwa ujumla hapa, kama alivyosema Imam Ahmad, ndio litakuwa bora. Tabaka hili alilolitaja Imam Ahmad linaishia kwenye kufa kwa mtume. Hawa ni bora kuliko wale wanaokuja baada yake, kwa sababu bora wao unakomea kwa kule kumuona mtume na kuishi na mtume na kupokea riwaya kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko pamoja mpaka hapo? Sahihi. Akasema alqarnu alladhi bu'atha fihim, hii ndiyo zama au hizi ndiyo zama ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu hawa, ametumwa akiwa na watu hawa masahaba. Hii ndio tabaka bora. Wazi? Naam. Wa kullu man sahibahu, na kila yule ambaye ameambatana na mtume sanatan, mwaka mmoja, au shahran, au mwezi mmoja, au yauman, au siku moja, au saa, au kipindi fulani, au raahu, au akamuona tu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahuwa min ashabihi, huyu naye ni katika masahaba. Na ameweka vizuri al-Hafidh ibn Hajar katika Nukhbatul Fikr fi Musalah al-Athar. Sawa, taarifu hii ya masahaba akasema kullu man ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika fahuwa as-sahabi wa in takhallalathu ridda. Kila yule ambaye amemuona mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuamini, akaishi kwenye imani na akafa muumini, hata kama katikati yake kuna mapengo ya kuritadi kama inavyotajwa kina Zaid ibn al-Khattabi na wengineo, sawa, basi huyu bado ni sahaba muda akuwa amemuona mtume akamwamini na amekufa katika Uislamu. Huyu ni sahaba. kullu man laqiya an-nabiy, tunasema raa sababu lisan, kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kullu man laqiya. Sawa? Naam, pana mlango hapo una gogoro kubwa kweli kweli katika tamko la luqa. Sawa? Na ni muhimu mlango huu ufahamu, kwa sababu katika istidlali zote walizokuja maibadhi katika masala ya ru'ya, anasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, tamko la liqa linadhamini ru'ya. Kwa hiyo dalili zote zilizokuja ndani ya Qur'an ambazo zimetaja liqa Allah zina maana ru'ya. Kwa hiyo ni istidlali inaotosha, faman kana yarju liqa'a rabbih, inatosha kuwa ni dalili ya kuonekana Allah siku ya kiyama, kwa sababu Waarabu wanafahamu neno liqa linapokuwa limeegemezwa kwa Allah tabaraka wa taala linadhamini pia nini? Ru'ya. Sawa? Ukisema sasa nale vipofu, au vipofu na sababu maalum ya kutokuona, na je ni duniani au akhira? Hapa tunapozungumzia kuonekana ni akhira, sio duniani, na watakaokuwa vipofu akhira si waumini. Upofu wa duniani hatuna hukumu nao. Wazi ya ikhwan? Tayeb. Kwa liqa kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ambaye nadhamini pia ru'ya, na tamko hili ni aham zaidi kuliko ru'ya. Sawa? kullu man laqiya an-nabiy wa laysa kullu man ra'a an-nabiy, kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Tuelewana? Naam. Kwa hiyo huyo ndo sahaba, lahu min as-suhba ala qadri ma sahibahu,
huyu atakuwa na usahaba kwa kiwango kile ambacho ameambatana na mtume. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu, na ule utangulizi wake wa kuambatana na mtume ukawa pamoja naye utamnyanyua daraja yake. Wa sami'a minhu, na hali ya kuwa amesikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhara ilayhi nadharatan, na akawa amemuona mtume sallallahu alaihi wasallam japokuwa kumuona kwa mara moja. Sawa? Tayeb. Hapo ukisema je, Ubay ibn nani sahaba mtume kipofu? Abdullah ibn Maktum. Naye ni sahaba, mbona hajamuona? Huyu tunamuingiza kwenye upande wa liqa, kullu man laqiya. Sawa? Naam. Fa adnahum suhbatan, yule wa mwisho kabisa katika uchache wa kusahabiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa afdalu min alqarni alladhi lam yarawhu, huyu ni bora zaidi kuliko ile tabaka lililokuja ambalo halijamuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ambaye ameonana na mtume japo kuwa kidogo tu, huyu ni bora zaidi kuliko yule ambaye hajamuona mtume hata mara moja. Walau laqullaha bijami'il a'mal, hata kama atakwenda kukutana na Allah ametenda matendo yote mema, na huyu aliyokutana naye ana upungufu wa matendo, lakini kwa kule tu kukutana na mtume, huyu aliyokutana na mtume atakuwa ni bora zaidi kuliko yule. Kama kuna kima ya kuheshimu masahaba, basi ibara hii ni nzuri, kuheshimu masahaba. Sawa? Naam. Je, maneno yana dalili? La tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Hata kama mmoja wenu atatoa dhahabu kama mlima wa Uhudi katika njia ya Allah, hawezi akafikia kibaba kimoja cha masahaba wala nusu yake. Sawa? Kwa hiyo hata kama atatenda matendo yote mema, muda wa kuwa hajatamkiwa juu yake usahaba, huyu hata kuwa sawa sawa na masahaba kwa hali yoyote bwana. Tupo pamoja? Naam. Je, kuna idadi yote mfano ambao alifarishwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wanasema kwamba ni 125,000. Wanasema hivi. Na maneno inabidi kuyahakiki. Kuna mwingine alisikia wasema wako 60. Hapana, 60 ni wadogo sana. Yaani jumla masahaba wote mtume? Hapana, 60 sio sahihi. 60 ni ndogo sana. Wala mtu ataka kuambia 1000, 2, 3 ni Mungu. Sawa? Fatuhu Makkah, mtume alikuwa na masahaba ngapi? 4,000. Mutaakid? Mutaakid? Umeangalia wapi leo? Hiyo mtawatir. Mutawatir. Hai, tuchukue kauli ya Umar 4,000. 4,000 kwenye Fatuhu Makkah. Imezidi idadi ya watu 60. Na alipofika pale kuna riwaya inasema alikuwa na watu 10,000 bwana, 10,000. Alipofika Maka akachukua wengine 2,000. Akachukua wengine wafu ngapi? 2. Wakawa 12,000. Wakaenda kwenye Hunaini. Walipofika Maka, makundi kama bishara iliyokuja na tumesema kwenye tafsiri. Sawa? Idha jaa nasrullahi wal fath. Ma maana al-fath? Sawa. والفتح ايش معنى الفتح؟ انت ما تحضر درس التفسير، ما تعرف كلمات القرآن. ما معنى الفتح في هذه الآية؟ kufunguliwa kitu gani? kufunguliwa mji wa Maka. Tafsiri ya kwanza kufunguliwa mji wa Maka. Tafsiri ya pili kufunguliwa nyoyo za watu kukubali Uislamu. Naam. Allah akafungua nyoyo za watu, wadakhala an-nasu fi dinillahi afwaja, wakaingia makundi kwa makundi. Hawa mtume ameishi nao muda usiopungua miezi 2-3. Sawa? Miezi 2-3 baada ya Fatuhu Makkah. Kwa hiyo hawa makundi kwa makundi bado walimuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni zaidi ya idadi hii ambayo imetajwa. Wazi ukichanganya idadi ya watu 10,000, kuna wakina mama wameachwa majumbani, kuna watoto wameachwa nyumbani, kuna watu ambao walikuwa na udhuru wameachwa majumbani, kuna watu ambao mtume hakuwachagua kuambatana naye. Kwa hiyo idadi maalum. Hapo karibu 120 nao anasema. Anasema una riwaya kama 120 nao. Tayeb. Walau laqullaha bi jami'il a'mal kana haula'i, watakuwa hawa alladhina sahibu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
watakuwa hawa ambao wamesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waraauhu, wakawa wamemuona mtume, wasami'u minhu, wakawa wamesikiliza riwaya kutoka kwa mtume, wa man raahu bi'ainihi, na wale ambao wamemuona kwa jicho lake, wa amana bihi, wakamwamini yeye, walau saa, japokuwa kipindi kichache tu, afdalu, hawa watakuwa ni bora zaidi, lisuhubatihim, kwa kule kusuhubiana na mtume, sawa, minat tabi'ina, watakuwa ni bora zaidi kuliko matabi'ina ambao hawajamuona mtume, wameona nani? Masahaba wa mtume. Walau amilu kulla a'mal alkhair, hata kama watatenda matendo yote ya khair, wamesimamia matendo yote ya khair. Inawezekana hivyo kwamba mtu katenda matendo yote ya khair? Imam Ahmad amezungumza hivi kwa maana taglib, uwingi, lakini hakuna mtu ambaye atenda matendo yote ya khair. Hayupo mtu. Wazi takuwa maasumu basi. Tayeb, tumeelewana vizuri hapo? Naam. Na hii ni ibara ya Imam Ahmad ibn Muhammad al-Hanbali, lakini kuna sharhi nzuri sana ya al-Allamatu al-Rabi'. Nadhani hii sharhi tutaanza nayo inshallah kwenye darasa lijalo kesho, ambayo ina faida nyingi na. Naam. Hapo naulizia kuhusu au maswaba wao tunalidani na umri. Au labda ndio tunasabika ni sawa. Au labda kuna umri fulani. Tukisema mtoto mdogo ambaye hawezi kuona, huyo pia naye kamtia kwenye kundi la masahaba, hii ni baidi kidogo. Tunasema wale ambao watakuwa na akili tamyizi, wakamuona mtume wakaishi naye, hawa wanaitwa masahaba. Sawa? Naam. Tuishie hapo. Ukisema hivyo kwa huyo atawi Muhammad ibn Abubakar unaweza kumuingiza hivi? Hapana, hakuwa na tamyizi wewe. Wewe alikuwa kijitoto sana. Hata hukumu alimuona nayo inahitaji kuthibitisha tarehe. Kuhukumu kwamba huyu Muhammad ibn Abubakar alimuona mtu, inabidi kuthibitisha tarehe. Wallahu a'lam. Kama yeye amemuona. Na hajamuona, angemuona angehukumu kwamba ni sahaba. Angemuona angemhukumu kwa ni sahaba. Tayeb, hakuna swali jingine. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustadh Mus'ab leo alikuwa analala, sababu anaambiwa kilala tu utakosa kweli. Avumilia mpaka mwisho. Hivi ndio ni وهذه الأمة بعد نبيها, na watu bora katika umma huu baada ya mtume wa umma Abu Bakr Siddiq, ni Abu Bakr Siddiq. Hadha fi fadli sahaba, maneno haya ni kuonyesha fadila za masahaba. Fadlu sahabati thabitun bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa bi ijma'il muslimin, fadila za masahaba zimethibiti kutoka katika Qur'ani, kitabu cha Allah, na kutoka kwenye sunna sahiha za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na makubaliano ya waislamu ambao wanazingatiwa makubaliano yao. Ghaira anna ahla ad-dalal ghaira ahli ad-dalal, sio watu wa upotevu, min al-khawarij wal-rawafid, kama vile makhawarij na mashia. Angalia kiongozi mufti wa makhawarij duniani sasa hivi ni nani? Ahmad Khalili. Alipokwenda zake katika nchi za Waarabu za kule juu ziara, akajadiliwa, akakuta na watu, akamuuliza, unasemaje kuhusiana na kwamba imethibiti kwenu nyinyi mnatukana masahaba? Jawabu lake alilojibu, anasema sio sisi pekee yetu tunatukana masahaba, hata Saadatu ahli sunna pia wanatukana masahaba. Anakusudia Saadatu ahli sunna nani? Said Qutb. Said Qutb ni katika Saadatu ahli sunna? La, wala sio katika Saadatu ahli sunna, bali ni katika augha ahli sunna, katika takataka za ahli sunna. Kama tutakuwa tunambakisha kwenye ahli sunna, kwa sababu manhaji yake inapingana na manhaji ya ahli sunna wal jamaa. Sayyid Qutb ametolewa istidlali na Ahmad Khalili kwamba sio wao makhawarij tu wanaotukana masahaba, hata kina Said Qutbi ambao anatarajiwa anadhaniwa ni ahli sunna pia anatukana masahaba. Unaona istidlali ya uovu.
istidlali ya uovu. Mtu kafanya uovu, watu wamenukuu uovu wake, wanahalalisha uovu wao kwa sababu wewe unaonekana kwa watu pia umefanya uovu. Umeelewa vizuri? Naam. Sayyid Qutb katika kitabu chake Al-Adala Al-Ijtimaiya anaita miaka 13 ya Uthman ibn Affan ni fajwa, ni jishimo. Miaka 2 ya Abubakar ilikuwa ni neema. Miaka 10 ya Umar ni neema, ama miaka 13 ya Uthman ni fajwa. Maneno haya ya kumtukana Uthman yameanza kwa nani? Mashia. Tuelewana vizuri? Sasa ni uchafu, madhara ya kwenda kuchukua uchafu Ulaya au Amerika halafu kurudisha kwenye nchi za Kiislamu. Said Qutb amesema kwenye nchi za Amerika. Tuelewana vizuri? Naam. Ndio kaja na uchafu huu. Walimu wake ni mustashriqun. Kwa hiyo sio hoja kwa sababu watu wapuuzi katika Ahlus Sunna wal Jamaa wasiojua aqida sahihi wakawatukana masahaba, sio hoja kujuzu kutukana masahaba wa Mtume. Tunachokizingatia msingi wa Ahlus Sunna, sio matendo ya baadhi ya Ahlus Sunna. Umeeleka vizuri? Naam. Na hapa pia pana ushahidi wa wazi usiokuwa na mzunguko kwamba makhawariji, maibadhi wanawatukana masahaba. Wazi? Na Mtume anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wao. Msiwatukane masahaba wao. Wazi Tayeb. Hivyo basi falquranu, hiki kitabu kitukufu cha Qur'ani, ashada bihim, kimewapamba masahaba, wabayana manzilatahum, kikabainisha daraja za masahaba, wa makanatahum, na heshima zao fil Qur'ani, ndani ya Qur'ani, kama qala Allah, kama qala tabaraka wa ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wasabiquna alawwalun, na wale wa mwanzo waliotangulia, minal muhajirin wal ansar, katika watu wa muhajirina na ansar, walladhina tabauhum, na wale waliowafuata wao, biihsanin, kwa wema, radiyallahu anhum, radhi za Allah zipo juu yao, waradu anhu, na wao wamemridhia Allah, wa a'adda lahum jannati, Allah amewaandalia watu hao pepo, tajri tahtaha al-anharu, ambazo zinapita chini yake mito. Sawa? Zimekuja tafsiri nyingi katika masala sabiquna al-awwalun. Kuna kauli inasema alladhina sallu qiblataini, ni wale ambao wameswali vibula hivi viwili, wameswali kuelekea Baitul Maqdis kisha wakaswali kuelekea wapi? Baitullahil Haram. Tafsiri ya kwanza hiyo. Na kuna kauli ya pili inasema alladhina shahadu bai'at ar-ridwan, ni wale ambao walishuhudia bai'at ar-ridwan pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwaka wa 6 katika sulhu al-Hudaybiyah. Tuelewana? Kauli ya pili hiyo. Kuna kauli ya tatu, ahlu badri, ni wale watu ambao wameshiriki katika vita vya Badri, hawa ndio as-sabiquna al-awwalun. Yoyote ambao utachukua miongoni mwa tafsiri hii, bado wanaingia wengineo kwa kauli ya Allah, walladhina tabauhum biihsan, wale wengine waliowafuata wao kwa wema. Tuelewana vizuri? Tayeb. Watu wanamvua Muawiya, Mashia wanamvua Muawiya khalul mu'minin, mjomba wa waumini, sababu dada yake ni mke wa Mtume. Sawa? Dada yake ni mke wa nani? Wa Mtume. Na wake za Mtume ni nani? Mama zetu. Kaka mama yetu ni nani? Sawa? Na Muawiya ndio kigingi baina tabaka la masahaba na watu walioko huko. Masahaba ndio kigingi baina yetu sisi na nani? Mtume. Hauwezi ukaenda kwa Mtume mpaka upite kwenye tabaka hili la nani? Na masahaba. Kigingi kilichopo baina masahaba na umma ni nani? Muawiya bin Abi Sufyan. Hapa ndo panabainisha kwamba wewe kweli unapenda masahaba au ni muongo kwa masahaba. Nini mtazamo wa masahaba kwa Muawiya? Masahaba wa Mtume wanamsemaje Muawiya? Fatiq? Zindiq? Vile wanaposema masahaba wa Mtume kwa Muawiya, ndio mtazamo wetu inabidi uwe hivyo. Ukisema namkubali Abubakar na Umar, halafu unamjeruhi Muawiya, Abubakar na Umar wanamtaja vizuri Muawiya, wewe kumjeruhi huko umetoa wapi? Tumeelewana vizuri hapo? Aina. Kuna kitabu pale maktaba, kama mtakuwa mna wasa wa kukipitia, kinaitwa Iskatu al-Kilab al-Hawiya.
iskatu alkilabi alawiya, kuwanyamazisha mambwa yenye kubweka. Sabbi amiri almu'minina Muawiya, wenye kumtukana kiongozi wa waumini nani? Muawiya. Sasa kuna akwali hizi ambazo nimewapeni kwamba hiki ni kigingi baina tabaka na masahaba na nani. Ukiweza kukivunja kigingi hiki, basi masahaba hawana maana. Ukikiheshimu kigingi hiki, basi masahaba hawana maana kwako. Tuelewane? Tayeb. Naam. Waqala ta'ala, pia akasema Allah mtukufu, la yastawi minkum, hawawi sawa miongoni mwenu nyinyi waislamu, man anfaqa min qabli al-fathi, yule ambaye ametoa vile alivyotoa katika njia ya Allah kabla ya kufunguliwa mji wa Makkah, waqatala, alafu akapambana kwa ajili ya kunyanyua jina la Allah, ulaika a'zamu darajatin au a'zamu darajatan, hawa daraja zao ni za juu kabisa, min alladhina anfaqu min ba'du, kuliko wale ambao wametoa baada ya kufunguliwa mji wa Makkah. Sawa? Wametoa sawa kama hawa wametoa zaidi, hawa waliotoa baada ya fathu Makkah wametoa zaidi kuliko wale waliotoa kabla. Allah anasema hawawi sawa. Hata kama utatoa mara 10 ya huyu mtu aliyotoa kabla ya Makkah, malipo yake yafiki kabla ya fathu Makkah. Sawa? Naam, min ba'du wa qatalu, wale waliotoa baada alafu wakapigana, wa kullan, hawa wote wawili, waliotoa kabla ya fathu Makkah na waliotoa baada ya fathu Makkah, hawa wote wawili, wa'ada Allahu al-husna, Allah amewaahidi pepo. Lakini wale wana daraja ya juu kabisa kuliko hao waliotoa baada. Tuelewana? Tayeb. Hapa yani ina maana hivi, waislamu ambao wamekuja kufanya uislamu wao baada ya fathu Makkah hawatakuwa na daraja na wale waliofanya uislamu kabla ya fathu Makkah. Wakati ule ulikuwa ni wakati mikiki. Aliyeweza kudhihirisha imani yake akasubiri na maudhi wakati ule, huyu ni wajuu kuliko wao ambao walijificha baada ya fathu Makkah wakajidhihirisha katika imani zao. Tuelewana? Tayeb. Allah pia akasema kabla hapo, falladhi anfaqa min qabli al-fath, yule ambaye ametoa katika njia ya Allah kabla ya kufunguliwa mji wa Makkah, wa qatala, alafu akapigana, huyu minasabiqina al-awwalin, huyu ni katika wale wa mwanzo waliotangulia, wa'adahu Allahu al-husna, Allah amemwahidi huyu mtu pepo. Walladhina anfaqu min ba'du, ama wale waliotoa baada, waqatalu, wakapigana pia katika njia ya Allah kulinyanyua jina la Allah, wa'adahumullahu al-husna, hawa pia Allah amewaahidi pepo. Kullan wa'ada Allahu al-husna, tabaka zote mbili Allah ameziahidi pepo, lakini pepo ya wale ni ya juu zaidi kuliko hawa, au imani ya wale ni ya juu zaidi, au utanguliaji wa wale ni wa juu zaidi. Akasema Allah pia kwa shani ya masahaba, Muhammadur Rasulullah, huyu Muhammad ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walladhina ma'ahu, ama wale waliopo pamoja, ambao wapo pamoja na mtume, ashiddau ala al-kuffari, wao ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, wana huruma baina yao. Tarahum, utawaona wao, ruk'an, wanasujudu, wanarukuu, sujadan, wanasujudu kwa pamoja, yabtahuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanafanya hivyo kwa kutafuta fadhila za Allah na radhi za Allah. Simahum, alama zao hawa, fi wujuhihim, katika nyuso zao, min athari sujud, kuna majeraha katika nyuso zao, sehemu wanaosujudia kutokana na athari ya kule kusujudu. Kwa mfano huu, dhalika mathaluhum, huu ndio mfano wao waliopigiwa. Fi Taurati, mfano huu utapata ndani ya Taurati, wa mathaluhum fil Injili, na ndio mfano wao waliopigiwa kwenye Injili upo hivi, kazar'in, ni kama mmea, akhraja shat'ahu, ambao umetoa matawi yake, faazarahu, yale matawi yakautia nguvu ule mmea, fastaghaladha, ukawa madhubuti ule mmea, fastawa, ukawa umenyooka, ala suqihi, katika shina lake, yu'jibu zurra'a, mmea huu ukawa unamfurahisha mkulima. Sawa? Kama vile mmea huu ulivyomfurahisha mkulima kwa ukamilifu wake wa imani, sura hii ndio walionao masahaba wa mtume, wale waliopo pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia, kazari'in, wao ni kama mmea. Sawa? Akhraja shat'ahu, ambao umetoa matawi, yameenea kwenye umma mzima. Fastaghalaba, matawi yale yakautia nguvu ule mmea, ambao ndio asili ya Uislamu. Faazarahu, matawi yale yakautia nguvu ule mmea,
fastaghalaba, mmea ukawa imara. Yani huu mfano, kama kuna mfano mzuri wa masahaba hakuna kama huu. Kama kuna mfano mzuri wa masahaba hakuna kama huu. Tuelewane? Wao ndio ambao wameutia nguvu umma huu. Wao ndio matawi ambao wameonyesha umma huu nini kinatakiwa kufanywa. Sawa? Naam, yu'jibu zurra. Mkulima akiangalia matawi yake anafurahi. Kana kwamba walillahi almathalul a'la, kana kwamba hapa huyu ambaye ameupandikiza mmea huu ni nani? Allah tabaraka wa taala. Akiangalia ulivyoota mmea huu wa masahaba anafurahi. Liyaghidha bihim al-kuffar, ili awaudhi kwao kwa mfano huu nani? Makafiri. Istadalla al-Imam Malik bihadhihi al-aya anna ash-shi'ata kuffar. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ليغيظ بهم الكفار, ili makafiri wachukie kwa mfano mzuri huu wa masahaba. Elewana vizuri? Mfano huu mzuri wa masahaba makafiri wachukie. Wanaochukia masahaba ni nani? Makafiri. Anayechukia sahaba kafiri. Shia madhabu yao wanaochukia masahaba wote wa mtume ila watu 7. Elewana? Allahu musta'an. Suki ni ule tawi, ile shina lenyewe. Fastaghlaba, ukawa imara. Nadhani tuishie hapa. Sio kama muda uturuhusu. Turudie tena hiyo aya. Na mimi najua aya hii ina utata. Muhammadur Rasulullah. Mtume Muhammad ni mjumbe wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye, ashiddau 'ala al-kuffar, ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana wao kwa wao. Tarahum ruk'an sujadan, utawaona kwa pamoja wanarukuu na kusujudu. Sawa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta fadila za Allah na radhi za Allah. Simahum, alama zao hao, fi wujuhihim, zipo ndani ya nyuso zao, min athari sujudi, kutokana na athari ya kusujudu. Sawa? Mpaka hapo pepesi. Hatuende kwa pamoja hapo sasa. Dhalika mathaluhum fi Taurati, mfano huo umepigwa kwao, wamepigiwa mfano huo kwenye Taurati. Hao watakao kuwa pamoja na mtume wameelezwa watakuwa na sifa hii kwenye Taurati. Wa mathaluhum fil Injil, na mfano wao huu pia ukapigwa kwenye Injili. Kazari'in, ni kama mmea akhraja shatahu, ambao umetoa matawi yake. Faazarahu, yale matawi yakautia nguvu ule mmea. Fastaghlaba, ukawa imara ule mmea. Sawa? Fastawa ala suqihi, yale matawi yakastawi katika lile shina lake. Sawa? Yale matawi yakawa yamestawi katika shina lake. Yu'jibu zurra, inamfurahisha hali hiyo mkulima. Liyaghidha bihim al-kuffar, kwa mfano huu Allah ameupiga ili awaudhi makafiri. Kama wataki wao wamemkataa Allah, basi kuna vidume sifa zao ziko hivi. Tumeelewana vizuri? Wallahu almusta'an. Inshallah. Na wasiwasi na Mungu. Baada ya ngapi? Tutachelewa sana. Tuendelee. Kwa sababu bado kipengele kinaendelea, ama swali tutauliza kesho. Wapi ya ikhwan? Na leo kuna faida nimeongeza. Biliamini ya Bunai. Kuna kulia. Faida. Kuna faida kidogo ambayo nimekuja nayo katika ile aya ambayo tumemaliza nayo darasa la jana. Miongoni mwa faida hizo ambazo ni muhimu, tushaddu laha bihal, zinafungiwa safari kwenda kutafuta faida hizo. Miongoni mwazo ni maneno ya al-Allama Abdurrahman ibn Saadi ibn Nasir Saadi katika Taysirul Kalam al-Mannan. Kwenye aya hii anasema wakadhalika sahabatu, vile vile masahaba wa mtume, hum kazzar'i, wao ni kama mmea. Hawa masahaba wa mtume pia ni kama mmea, fi naf'ihim lil khalqi, katika kuwanufaisha viumbe. Angalia faida hizo kwa nzuri. Mimea mnaona ilipokuwa ina haja kwa binadamu kwa ujumla wake. Ukisema mmea huu ni wa ngano utakuwa hujakosea. Ukisema mmea huu ni wa muhindi utakuwa hujakosea.
mmea wote ambao unaona una manufaa makubwa kwa binadamu, bali maisha ya wanadamu yanatawakaf kwa mimea hili ili wapate chakula chao. Hivyo hivyo. Na wakikosa kulima wanaanza kulalamika, mvua zimekosekana, si chakula na cha, kwa sababu mimea haijatoka. Tunaelewana? Tayeb. Kama ilivyokuwa haja ya mwanadamu kwenye mimea, anasema Abdurrahman ibn Nasir Saadi, pia manufaa hayo yanapatikana kwa maswahaba kwa umma huu. Maswahaba kwa umma huu ni sawa sawa na mmea kwa wanadamu. Tunaelewana? Tayeb. Akasema wahtiyaju nasi ilayhim, haja ya watu iliyopo kwa watu kwa maswahaba ni sawa na haja ya watu iliyopo kwenye mimea. Anasema fa quwwatu imanihim wa a'malihim bimanzilati quwwati uruqi az-zar'i wa suqihi. Ile nguvu ya imani yao pamoja na matendo yao inafananishwa sawa sawa na daraja ya nguvu ya mizizi ya mimea pamoja na matawi ya mimea. Wa kaunu as-saghiri wal mutaakhiri islamuhu, na kuwa yule mtu mdogo na aliyochelewa kusilimu kwake, qad lahiqa al-kabira as-sabiq, ameambatana na yule mtu mzima ambaye ametangulia, basi ikawa wawazarahu, akawa mtia nguvu, waawanahu, akawa muunga mkono, ala ma huwa alayhi, katika yale aliyokuwa nayo, min iqamati dinillahi wa da'wati ilayhi, kama vile kusimamisha dini ya Allah na kulingania katika dini hiyo, kazar'i alladhi akhraja shatahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi. Angalia picha hii anayopiga Abdurrahman ibn Nasir Saadi. Huu mmea huu, angalia hao walivyo usimulia. Ni mmea ambao umeanza kuota, ukatoa matawi yakatia nguvu kwenye ule mmea ukawa imara, alafu ukawa madhubuti, watu wakanufaika nao. Basi picha hii mfano wake ni picha ya wale wadogo katika maswahaba ambao walikutana na watu wazima katika maswahaba. Wale wadogo wakaambatana nao, wakawaunga mkono, wakawatia nguvu wale mwanzo katika maswahaba, ikawa ni kitu kimoja chenye nguvu. Basi sura yake ndio sura ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama vile mmea umeanza tawi, ukatiana nguvu wenyewe kwa wenyewe mpaka ukawa imara, ukatoa manufaa, basi maswahaba wadogo walipowakubali maswahaba wakubwa, wakawaunga mkono, wakawafikiana nao, ikawa ndio sababu ya kutoa manufaa kwa watu. Tunachelewa nini siku na manhaji ya maswahaba? Picha yenyewe ndio hii. Imeeleza vizuri hapo. Kama vile ambavyo wanadamu wamenufaika kwa kutiana nguvu maswahaba wadogo na wakubwa, sisi tukatia nguvu katika mwenendo wa maswahaba wakubwa waliotangulia na wadogo, basi tutatoa manufaa kwa umma kama vile walivyotoa wao. Na hiyo ndio haki. In amiltum kama amilu wasaltum ila ma wasalu, mkitenda kama walivyotenda mtafika pale walipofika. Tunaona? Tayeb. Akasema al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake kwenye aya hii, akasema qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, wa min hadhihi al-aya, na kutokana na aya hii, intazaha al-Imam Malik, ametoa faida Imam Malik fi riwayatin anhu, katika masimulizi kutoka kwake, bitakfiri rawafid, kuwakufurisha mashia. Haya maneno yamekuwa nani? Tafsiri Ibn Kathir. Tutakuta kwa lafzi hii inayokuambia. Ametoa faida al-Imam Maliki kwa aya hii, bitakfiri rawafid, kuwakufurisha mashia, alladhina, ambao yubghiduna sahaba, wao wanawabughudi masahaba. Sawa? Qala, akasema Imam Ibn Kathir, anasema al-Imam Malik, li'annahum yaghidunahum, hawa mashia wamekuwa makafiri kwa sababu wao wanawachukia masahaba. Wa man ghadha as-sahaba, na yoyote ambaye atawachukia masahaba, fa huwa kafirun li hadhihi al-aya, huyo ni kafiri kwa aya hii. Akasema Imam Ibn Kathir, wa wafaqahu ta'ifatun min al-ulama'i radiyallahu anhum au rahimahumullah ala dhalik. Kuna kundi la wanawazuoni limemwafiki al-Imam Malik katika mtazamo huu, na hii ndio kauli ya haki kwenye masuala haya. Ushia ni ukafiri. Mashia wanaofahamu ushia, wale viongozi wa ushia ni makafiri. Tunaelewana vizuri? Ama hawa mashia wa mtaani wadogo wadogo hawa ambao wameingia kwenye ushia bila nini, wameingia kwenye ushia kwa sababu ya njaa, misaada, mavazi, sijui na nini, hawa hawakufurishi mpaka wasimamishiwe hoja. Tunaelewana vizuri? ثم قال الإمام
Rabi' hafidhahullah. Wa aidan qaulullah tabaraka wa ta'ala, vile vile neno la Allah mtukufu fi surati al-hashr. Katika surati al-hashr Allah jalla wa ala anasema lilfuqara'i, hayo yaliyotajwa hapo juu wenyewe wastahiki ni mafakiri, almuhajirin, tena wale muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wao wamefukuzwa kutoka kwenye miji yao. Mji unakusudia mji gani? Makkah. Wamefukuzwa kutoka Makkah, wa amwalihim, wakanyang'anya na mali zao. Hawa yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, wao wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi za Allah. Sio hivyo tu, wayansuruna Allah wa rasula, wao wanamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, hawa ndio wako hivi. Wallahi kama ingekuwa kuna thamani ya kutoa, alafu unao thamani hiyo Allah akupe tazkia kama hii, basi toa chochote ulicho nacho. Sawa, umesikia tazkia Allah? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, Allah ameangalia nyoyo zao, ameziona wazi zinatafuta radhi za Allah, nyoyo zao masahaba. Alafu akasema pia matendo yao wanayoyatenda lengo lao ni kumnusuru Allah na mtume. Allah ndo anakuthibitisha hivyo. Hakuishi hapo, akasema ulaika humus sadiqun, hawa ndio wa kweli. Begani tazkia hii begani, alafu unaye utoi, wewe utakuwa una matatizo. Tuelewane? Akikuita tu Allah subhanahu wa ta'ala wewe ni mkweli, hiyo inatosha. Tuelewana? Kuitwa tu wewe ni mkweli inatosha. Lakini tazkia hizi kubwa kabisa, alafu anayetokea aseme eti hawa walikufuru baada ya mtume, huyu amekufuru Qur'an yote. Tupo moja hapo. Thumma akasema Allah jalla wa ala, walladhina, na wale ambao tabawwa ad-dara wal iman, wameandaa makazi ya imani, min qablihim, kabla yao hawa, yuhibbuna man hajara ilayhi, yani kabla kutoka zao Maka kwa Madina, kuna wengine huku Madina tayari washaandaa nyumba ya imani. Unaona? Makazi ya kufikia waumini wametajwa kwa sifa hiyo. Sawa? Yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda mapenzi ya dhati wale wanaohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim haja, wala hawahisi uzito wala hawahisi haja katika nafsi zao, mimma utu, katika vile wanavyovitoa. Wamepewa na Allah nao wanavitoa kwa ajili ya ndugu zao wa muhajirin, hawasikii uzito wowote. Wayuthiruna ala anfusihim, wanazibana nafsi zao kwa ajili ya kuwapa ndugu zao. Walaukana bihim hasasa, japokuwa wanacho hicho tu, lakini wanatoa kuwapa ndugu zao muhajirin. Tunaona akasema Allah tabaraka wa taala, wa man yuqa shuha nafsihi, na yule atakayekingwa na ubakhili wa nafsi yake, atakayekingwa na ubakhili wa nafsi yake, faulaika humul muflihun, hao ndio wa kweli, hao ndio wenye kufaulu, hao ndio ambao watafaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tunaona, angalia tazkia hii pia Allah tabaraka wa taala amedili na nyoyo zao, akawaambia hawa hawasikii uzito wowote kwa kile wanachokitoa, tena wameandaa nyumba kwa ajili ya kukuza imani. Hawa ni wenye kufaulu kwa sababu wamekingwa na ubakhili ndani ya nafsi zao. Tuelewana vizuri? Tazkia ya pili, hawa pia nao naita nao ni wamekufuru. Utakuwa wa kwanza kafiri ni wewe. Wazi Tayeb. Kisha Allah tabaraka wa taala akatuingiza sisi, lakini khiari anayetaka kuingia kwenye sehemu hiyo, akasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada ya hao, yaqulun, huwa wanasema rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ewe Allah tusamee sisi, wasamee na ndugu zetu hao wakaja hapo mbele ambao wametutangulia sisi katika imani. Wala taj'al fi qulubina, wala usitie katika nyoyo zetu ghilla, vifundo, lilladhina amanu, kwa wale walioamini kabla yetu. Rabbana innaka raufur rahim. Tuelewane? Tayeb. Hebu angalia Allah tabaraka wa taala alipopanga maneno haya kwa ufundi wa hali ya juu kabisa, na kuonyesha kabisa kwamba yeye ni muumba mwenye kujua ameumba waja wake wataleta tu balaa fulani, na wakileta balaa hiyo, hii aya inawabana, hawaruki. Sawa? Ametujua kwamba kuna watu watakuja wataleta balaa kuhusiana na hao niliowasifu.
lakini wale niliowaridhia mimi sio hao. Niliowaridhia mimi ni wale ambao kwanza wanawapenda hawa, wanaomba msamaha kwa dhambi zao na wanawaombea hawa, tena wanaomba wasiwe na vifundo ndani ya nyoyo zao juu ya hawa waumini wa mwanzo. Mashia wakoje? Hicho kifundo kama kuna kifundo kingine kikubwa sijui duniani kama kifundo alichonachoa juu ya maswahaba wa Mtume. Halafu mtu tamkuta anahisi ni imani na uchamungu kubugudhi waja wema walioishi duniani kwa wema, wameshakushaondoka, wapo mbele ya Mola wao, unawabugudhi hawa, wakati Qur'ani imekuja imewasifu, sunna ya Mtume imekuja imewasifu. Naam, hakuna maneno ya kuwasemea watu hawa isipokuwa kuwaita hawa ni maadui wa Uislamu, kwa sababu wao wanataka kulivunja tabaka hili jema ambalo ni baina ya Allah na waja wake, baina ya umma na Mtume, ili wapate kumvunja Allah na Mtume. Tuelewana vizuri? Wanamvunja vipi Allah na Mtume? Wewe unamjuaje Allah Mola wako na Mtume wako? Unamjuaje? Katika usahihi wake unamjuaje? Kupitia kwa riwaya, na riwaya hizi hatuzijui sisi isipokuwa kwa nani? Kwa masahaba. Ndio tunajua ukweli wa Allah na ukweli wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hao wakawavunja hawa masahaba, hawa wanamvunja Allah na wanamvunja Mtume, kwa sababu hatuna njia ya kumwendea Allah na Mtume ila kupitia daraja ya masahaba. Tunaona vizuri? Hawa ni aada, humul adu qatalahumullah anna yufakun. Hawa ni maadui, Allah amewalaani popote pale walipo. Tunaona vizuri? Naam, pana nukta moja hapo nataka nitoe uchafu wa akili za baadhi ya watu. Kuna watu wanawasifu sana hukuma islamia kama alivyoandika al-mal'un Khomeini, al-kafir al-murtad Khomeini, na ameritadishwa na Sheikh Mukbil kwa nukta hizi tatu. Huyu Khomeini ameandika kitabu chake anakiita hukuma islamia, utawala wa Kiislamu wa Kiiran. Sawa? Wanaharakati kwa sababu ya hamasa zile na vijimisaada siku zote wao wanawapandisha wa Iran. Wa Iran bwana wanamsimama. Lakini mimi niwaulizeni billahi alaikum, majanga yote ya umma wa sasa hivi, nitanukulieni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini majanga yote kwa mushahada wetu ya umma wa Kiislamu sasa hivi ambao wanatuletea maadui, alafu mwisho wake wanahukumu vipi? Wameenda zao Afghanistan, wamepiga, wamevunja, wamefanyaje, wametoa Uislamu walikuwa na haki ya kutawala, halafu wakaweka mtawala wao. Ni dini nani? Dhehebu gani? Shia. Hamid Karzai. Wametoka hapo wameenda zao Iraki, wamevunja, wameua, wamewanajisi wakina mama, wamefanya walivyofanya. Hapo walipomaliza wametoa utawala wa Kiislamu uliopo, atuseme Uislamu 100%, lakini wa Waislamu, halafu mweka nani? Shia. Pana haraka gani hapo? Mbona kila wakileta vurugu wanaweka mashia? Pana uhusiano gani? Hawa ndio wale ambao kila siku wanatunishiana misuli. Wewe una nuclear, wewe una hivi, wewe una hivi. Jamani, mbona mchezo wa kuigiza huu? Adui yako mkubwa, mbona kila ukishinda unamweka adui yako mkubwa? Hivi kweli jamani, uadui wa Marekani na Uislamu watamweka mtu ambaye wanajua kwamba ni adui? Sasa hapa pamefunikwa kidonda. Ukifunua kidonda tujue pana nini? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana maneno katika mlango anasema hakupiga vita adui yoyote katika Uislamu ila njia yake kupitia ni Mashia. Adui yoyote hajaupiga vita Uislamu isipokuwa njia yake kupitia nani? Mashia. Mwanazuoni wa karne ya 8 anasema neno hayo yamedhihiri leo hii. Adui yoyote anaweza kupiga Uislamu anapiga kwa Mashia. Tuelewana vizuri? Allahu Akbar. Tayeb, muda wetu unatosha. Naam. Jana nilisema kwamba Mashia wanaamini maswahaba 7. Wanawabakisha katika Uislamu maswahaba 7. Mdogo wa muhtasari labda. Takuja kuwataja lakini kwa muhtasari haraka haraka ni Abdullah ibn Abbas. Sheikh Mukbil amemkufisha, subiri kidogo. Abdullah ibn Abbas, Salman al-Farisi, Bilal ibn Rabah, na wengine nani kina nani Abu al-Aswad, afwan. Kuna wengine wanne ambao hawanizuriki sasa hivi, nitakutajeni inshallah Allah tujalia. Wao wamewaadilisha maswahaba 7 tu, ala raasihim wa watatu. Hawa watatu kwa sababu
Abdullah ibn Abbas ni katika Ahlul Baiti, na nembo yao kubwa wa Mashia ni nani? Ahlul Baiti. Bilal ibn Rabah ni nembo ya kuwateka Waswahili, watu weusi. Nani? Salman al-Farisi, kwa sababu kiasi Salman al-Farisi ni Mwirani. Wale vizuri? Hawa wengine waliowapata ni kwa sababu ya ila za kisiasa tu. Hakuna mmoja katika wale waliowaadilisha isipokuwa kwa ila za kisiasa. Wameona ili kupata watu weusi wakaweka nembo yao nani? Bilal. Salman al-Farisi kwa sababu ni Mfarisi huyu. Angalia jina lake lilivyo, ni Mfarisi, ni Mwirani kiasili. Kwa hiyo kimtoa na mtu wa kwao. Tunaona vizuri? Sahihi. Na Abdullah ibn Abbas ndio nembo yao Ahlul Bait. Ili wafanye wanawataka wakatumia kigezo cha Ahlul Bait. Na wallahi wapo mbali mashariki na magharibi na Ahlul Bait, bali ni maadui wakubwa Ahlul Bait. Hussein ibn Ali ameuawa na nani? Abdullah ibn Abbas amekatalia usiende Iraki watakudhuru. Akangania kwenda, kweli wamefika kule, walimwaahidi kwamba njoo ndo khalifa mstahiki, njoo tutakunusuru. Si tumejiandaa kwa ajili ya kunusuru. Hatua tu Iraki wamemgeuka, wanataka kumuua. Akafa shahidi, kapambana nao mpaka wanamuua. Tunaona vizuri? Hawa ni maadui hao. Wallahu musta'an. Anasema al-Allama Tudhi' fa a'da'u as-sahabati, wale maadui wa masahaba min ar-rawafid wal khawarij, kama vile mashia na makhawarij, laisu min ikhwanihim, wao si katika ndugu zao masahaba. Sababu Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina, tusamee sisi na ndugu zetu. Hawa sio ndugu zao hawa, bal qulubuhum imtala'at bil ghilli wal haqd, nyoyo zao zimejaa uchafu, vifundo ala ashabi rasulillah, kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atharu hadha al ghill al khabith, na alama ya vifundo hivyo ambavyo ni vichafu, wal haqd fi nufusihim, na chuki walizonazo katika nafsi zao, alama ya chuki walizonazo katika nafsi zao, dhaharat ala alsinatihim, zimedhihiri chuki hizo katika ndimi zao, kama ambavyo wamenukuliwa mara nyingi wakitamka maneno machafu juu ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ala aqlamihim, na pia katika kalamu zao, takfiru sahabati wa dhammuhum, wamewakufurisha masahaba na wamewatukana, wa ta'anu fihim, na wamewakejeli sana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hebu sikiliza haya maneno, alafu ukubali kwamba wana mtazamo gani juu ya masahaba. Sikiliza maneno. Nasikia maneno. Abu Bakar na Umar ni makafiri wawili, juu yao laana ya Allah na malaika na watu wote. Sawa? Sio hilo tu, sikiliza maneno. La'natullahi alayki ya Aisha, la'natullahi alayki ya anfasil khalaiq. Ummul mu'minin Aisha, unamsikia wanavyotajwa? Sio hivyo tu, sikilizeni. Nasema ewe Allah ilaani Saqifa ndipo alipochaguliwa Abu Bakari kuwa khalifa wa Uislamu. Ilaani ile Saqifa, na mlaani Abu Bakari, mlaani Umar Luti sharibul khamr. Wakema neno Umar. Na kwa sababu gani chuki kubwa? Wanasema, ngoja kama nitapapata hapa sehemu haraka, fasikiliza hii sehemu. Kama nitapapata. Alhamdulillah. Sikiliza. Anasema maadui wakubwa wa Uislamu wa kwanza ni Umar, wa pili Abu Bakari, wa tatu Ibilisi. Sikiliza maneno, sikiliza. Anasema mtu mmoja akipekua riwaya zinazotoka kwa Ahlul Bait
itambainikia kwamba ibilisi sio adui wa kwanza wa Uislamu. Sikiliza. نسيا منين هم بالترتيب أبو بكر عمر ثم أبو بكر ثم إبليس. kwa Ibilisi kwao hana madhara kama nani? Umar na Abu Bakar. Umeelewa maneno? Hawa ndio mashia. Sasa chuki hizi chuki kwa ajili ambayo Allah ameipa tazkia, hawa ni waislamu? Tunaona vizuri? Allahu almusta'an. عمر أنه خرج مع أبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة لانتزاع الخلافة من علي رضي الله عنه. فاستمع ماذا يقول. عمر يقول تمثيلية قذرة جدا. يقول إيه؟ ما مات رسول الله. عمر akataa kwamba mtume hajafa. Sasa sikiliza. Anasema wal billah hadha aghba min al-himar, mpumbavu kuliko punda. Na hii ni ishara wazi kwamba lam yaqra al-Qur'an. Homa alikuwa kusoma Qur'an hata siku. Alafu anasema mkisema nyinyi kwamba maadui wa dunia, nasema sijui Rusia, sijui Amerika, sijui nani, anasema sio maadui wa Uislamu duniani. Adui mkubwa wa Uislamu duniani ni Saqifa Bani Sa'id. Alipochaguliwa Abu Bakari, pale ndo adui mkubwa wa Uislamu duniani. Kwa hiyo Rusia sio maadui, Amerika sio maadui, Britania sio, Faransa sio maadui wa Uislamu. Na ni kweli sio maadui wa Uislamu kwao, kwa sababu Khomeini amelelewa Ufaransa mpaka kaenda kupewa kiti kile. Katika mapinduzi ya Iran kumwangusha Shah, Khomeini ametokea Ufaransa, amezaliwa zake India, amekulia India, akaenda kulelewa kwenye kumuandaa mapinduzi Ufaransa. Anakuja kupindua pale kwa Ufaransa. Sasa Ufaransa atakuwa maadui? Allahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.